Naam, mtazamaji wa Sanga Media TZ au Sanga Media Tanzania. Bwana tupo maeneo ya Kinondoni, lakini leo hii kama unavyoona ya ghorofa, yani tupo juu ya roof kabisa ya ghorofa hii. Lakini tumekuja hapa, kuna production ambayo inafanyika maeneo haya. Kuna jamaa anakwenda kwa jina la Masoso. Yeye ni mwanamuziki ambaye maskani yake ni mkoani Mbeya, lakini kwa sasa yupo katika jiji la Dar es Salaam. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo nimependa zaidi alikuweza kufika maeneo haya, bwana, ili chupa mtu anaenda kulisimamia ni director Majagi. Tunatambua director Majagi ni miongoni mwa madirector ambao wanaongoza video mbalimbali, lakini pia mastaa mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania ameweza kufanya. Lakini pia sio katika upande wa muziki tu, tumeshuhudia kuna baadhi ya series kubwa ambazo zimeweza kuruka katika Azam TV. Director Majagi ameweza kuhusika katika mchongo. Ngoja sasa tuende moja kwa moja tuweze kupiga story mbili tatu na dakika 3 au 4 au 5 tuzungumze na director Majagi ambaye yeye ndiye anasimamia mchongo huu wote. Twende pamoja. Bwana Majagi, mambo vipi? Bwana poa kabisa sana. Bwana, kwanza hongera, unafanya kazi nzuri sana, lakini pia sisi kama waandishi, lakini pia jamii kwa ujumla wao inapenda kitu ambacho unakifanya, kwa sababu tumeshuhudia kuna baadhi ya movie nyingi ambazo zinarushwa kwenye Azam TV, mkono wako umeweza kuhusika. Hongera sana kwa hilo. Nashukuru sana. Okay, lakini pia nataka uweze kuniambia labda experience yako ikoje unapoenda kufanya kazi labda na msanii ambaye bado sio msanii ambaye ni mkubwa sana katika jamii husika. Changamoto ambazo unakumbana nazo zikoje, tofautisha na kama vile unafanya kazi na wasanii ambao tayari washakuwa ni wakubwa? Kwanza mimi napenda wasanii wapya kwa sababu wanatoa fursa. Okay. Na nimeshawahi kutoa fursa nyingi za wasanii wapya kufanya nao kazi from scratch mpaka kama mastaa, kwa sababu kitu cha kwanza nachopenda ni ubunifu wa watu. Ukiona ngoma ni kali na msanii anajua, ni rahisi kumsupport kwa sababu kesho najua inakuaje. Kwa hiyo cha kwanza huwa naona kwanza kazi inafanana vipi. Ukiona kazi inakuridhisha ndio jambo la kwanza, lakini cha pili tunaandaa script ambayo tutaona hii according na hii script itaendana na viwango vya sasa. Kwa hiyo tunatafuta vifaa pia vyenye quality kwa ajili ya kumsaidia. Kwa hiyo binafsi hakuna changamoto kubwa kufanya kazi na wasanii wapya, lakini kuna fursa kubwa ambayo mimi najitolea binafsi kufanya kazi na wasanii wapya na zenye ubora na kuwafanya wafike sehemu. Lakini kufanya kazi na wasanii wakubwa ni kawaida kwa sababu kila siku tunazifanya. Okay. Lakini pia mara nyingi baadhi ya madirector wamekuwa wakilalamika kuna baadhi ya watu wanaweza kapa fursa kama hizo, lakini kesho na kesho kutwa mtu akishakuwa ni mkubwa anashindwa kutoa credit. Labda kwako wewe hujawahi kukumbana na changamoto kama hizi? Mimi binafsi si hapana, kwa sababu wako wasanii wengi ambao of course nimeanza nao kutoka hamna mtu anayemjua mpaka leo. Video zao za kwanza au za pili au za mwanzo zilianza kwangu na ubunifu na hivi mpaka leo tunaheshimiana, tunaendelea kufanya kazi. Sio tu kuheshimiana, tunaendelea kufanya kazi wengi. Kwa hiyo binafsi mimi hakuna mtu ambaye anaweza akasema akanidharau kwa sababu pia nafahamu ninachokifanya. Kwa hiyo mimi binafsi sijawahi kukutana na changamoto hiyo. Labda kwa uchache tunaweza kumzungumzia sana Masoso, labda kwako wewe kama mwongozaji wa video production, ni kitu gani hasa ambacho kinaweza kukuvutia zaidi kuweza kufanya kazi na msanii ambaye bado ni mchanga? Kwanza spirit yake. Mimi na yeye tuliongea mwaka mmoja nyuma. Okay. Na tulivyoongea nilimwambia vitu ninavyovitaka, pamoja na yeye ni msanii mchanga, lakini nilimwambia na vitu ninavyovitaka ili kufanya hiyo kazi yake iwe katika ubora, na hivyo vitu akapambana navyo mwaka mzima mpaka sasa akavitimiza na akafunga safari kuja Dar, akasema kaka nimekuja kwa ajili yako. Kwa hiyo ile spirit ni kitu kikubwa sana nilichokipenda, lakini pia ule moyo wa kitu chake anachokifanya ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kwake nimependa ile spirit ya kazi yake, lakini kingine ana ngoma kali sana. Okay. Lakini pia umesema kwamba wewe ni miongoni mwa watu ambao unatoa support kwa vijana ambao mara nyingi wanajitafuta katika career yao ya muziki. Unaweza ukaniambia kwa hiyo support yako ambayo unaitoa kwa bwana mdogo ni kwamba itaishia tu baada ya kufanya video production, au labda kuna namna nyingine pia ambayo unaweza pia ukajaribu namna kumback up ili angalau nyimbo yake iweze kusogea mjini? Mbali na sisi kufanya project hii, kujitahidi kutafuta bajeti hiyo kubwa kwake na kufanya hii project, na mimi kuweka jina langu ni support kubwa sana ambayo hakuna media ambayo ataenda akaulizwa video umefanya na nani na Majagi na wasiplay. Wataiplay kwa sababu wanajua ubunifu na uwezo mkubwa ambao niko nao na experience ya muda mrefu. Kwa hiyo support ya kwanza tu ni mimi kukubali kufanya kazi yake. Na support ya pili pia hata kuzungumzia kazi yake naweza nikazungumzia kwa sababu ina deserve kuzungumziwa, kwa sababu kazi yake iko katika viwango vizuri na vya juu. Kwa hiyo support pia nitaifanya kuizungumzia na kupush pale nitapoweza. Okay. Licha ya ratiba yako kuwa ndefu sana na kuwa busy sana, kitu tumeshuhudia kuna baadhi ya movie nyingi sana series ambazo zinarushwa katika Azam TV, lakini pia katika upande wa wasanii pia kuna mkono wako. Ni namna gani unajigawa kuweza kubalance muda wako kuhusika katika uandaji wa movie mbalimbali, lakini pia katika music production? Hiyo ni kweli, ni bato ambao nakutana nayo sana kwamba ratiba zinakuwa ni nyingi, nashindwa kujigawa. Lakini pia mimi ni mtu selective. Si kila movie naweza nikafanya.
na si kila video naweza nikafanya. Kwa hiyo sometime inakuwa rahisi kwa sababu ninapokuwa na selector ina kazi. Kwa hiyo muda mwingine nakuta nipo kwenye movie, naambia msanii okay tunaweza tukafanya, lakini ratiba yangu iko hivi, schedule yangu iko hivi. Kwa hiyo anaweza kuvumilia kama anahitaji na mimi. Na pia kwenye movie naweza kumwambia bana mimi na schedule hii na hii, kama mnaweza mkanivumilia inaweza kaa hivi. Kwa sababu nipo selective, ndio maana inaweza kuwa rahisi mimi kufanya kazi upande zote mbili, ingawa si rahisi. Yani director ambaye yuko active kwenye movie, yuko active kwenye music video na ukamkuta kwa kizazi hiki sio kitu rahisi. Yeah. Sasa nataka tuweze kumaliza na hii. Nikisema labda nikikutajia jina la Adam Juma kwako, ili jina linaleta kitu gani katika taswira yako? Adam Juma ni godfather wa industry yetu, hasa katika music video. Hamna mtu ambaye anaweza akalala akaamka kalisahau hilo jina. Wote tunaamini kwamba Adam Juma amefanya makubwa mengi katika industry, na Adam Juma amewachochea vijana wengi kupenda music video. Mtu ambaye amechochea vitu vingi vya teknolojia, maendeleo ya teknolojia katika video. Adam Juma ameyafanya miaka mingi mpaka leo hiyo. Kwa hiyo kwa upande hauwezi kuongea music video za bongo bila kumtaja Adam Juma. Hauwezi. Kwa sababu hata kampuni yake ilivyokuwa inaitwa Next Level, ni kweli alitoa music video kwenye level fulani akaipeleka level nyingine ambayo Watanzania hatukutegemea kwa kipindi hiko. Kwa hiyo hamna namna ya kumtenganisha music video ya Tanzania na Adam Juma. Hakuna hiyo namna. Yeah. Bwana Majagi, mimi shukrani sana kwa muda wako. Haina noma, shukrani.